Kwa mlima Peori unauona ni Hesabu 25, akamwambia toa sadaka hapa. Kwa hiyo Mungu mkuu alikuwa ni Nebo, Mungu mdogo alikuwa anaitwa Bahari Peori, Mungu wa uzazi. Ndio maana watu walipofika pale kwenye mlima Peori wakaanza kuzini. Mungu wa uzazi, Mungu wa mapenzi, kilichowafanya wazini ni Mungu wa mlima ule. Hesabu sura 25 mstari wa 1 na 3, hawakuzini tu kwa sababu upako ulikuwa kwenye mlima. Walipofika pale yale maroho yakawavagaa, wakaanza uzinzi, wakaanza kula vyakula vya sadaka, wakafa watu 24,000. Watu hawa wameokoka. Uzinzi unatoka wapi? Watu hawa wameokoka. Uzinzi unatoka wapi? Ulikuwa kwenye mlima Peori. Kwa Peori pale kuna Mungu mke, kuna Mungu wa mapenzi, kuna Mungu wa wazazi anaitwa Bahari. Walipofika wakafika kienyeji, wakakaribishwa, wakafikiwa wanakaribishwa, wakapewa kanyama, wakala nyama, kila mtu akaanza ngono. Wakafa watu 24,000 ambao walikuwa wanakwenda Kanaani. Safari yao ikaishia kwenye mlima Peori. Kwenye kijiji chako kuna mlima gani? Kwenye mji wako kuna mlima gani? Kwenye mtaa wako kuna mlima gani? Unaweza ukazubaa ukaenda na kitu cha Mungu kikafia pale pale. Wapendwa, msipofumbua macho yenu kiroho, wewe utausoma uzinzi, hutasoma sababu ya uzinzi. Wewe utaangalia mkwamo, hutaangalia sababu ya kukwama. Mungu anataka upate sababu. Sababu ilikuwa kwenye mlima Peori, ndipo limungu la ngono liko pale la vigodoro. Ukikanyaga pale umeenda. Unaweza kaenda kwenye vijiji na miji ukashangaa watu wote karibu 95% wanafanana tabia. Wanaipata wapi? Kwa Mungu wa eneo. Kwa hiyo wewe uliyeokoka, vita vyako lazima uvigawe katika misingi ya kiroho.